Msaada wako unautoka wapi? Wakati uko kwa shida, huwa unamlilia nani? Ni wazazi, ni marafiki, ni viongozi, ama unalilia nani? Msaada wako watoka wapi? Nani anayekulinda? Hilo ndio swali tutajiuliza asubuhi ya leo. Haya, tusome maandiko kutoka Zaburi 121 kwanza mstari wa kwanza hadi wa 8. Nitayainua macho yangu niitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli, Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo. Asanti Mungu wa mbinguni kwa wema na rehema zako asubuhi ya leo. Tunakuinua, tunakuabudu, tunakiri kwamba hakuna Mungu aliye na uwezo kama wewe. Tunakualika maishani mwetu asubuhi ya leo, upate kutuinua, upate kutubariki. Baba, tunaikabidhi hii siku mikononi mwako ili ukatulinde. Baba, tuna imani utatusaidia kwa jambo lolote tunalokuaminia siku ya leo. Karibu dada, karibu ndugu. Nafurahi sana kushirikiana nawe siku ya leo ili tuweze kushiriki neno la Mungu. Katika kitabu tulichosoma, tunaanza na kuulizwa swali, ama mwandishi anauliza swali, msaada wetu unatoka wapi? Na akajibu ya kwamba msaada unatoka katika Bwana. Nimekuja asubuhi ya leo kuwajulisha ya kwamba msaada wetu u katika Bwana. Haijalishi unapitia mambo mangapi magumu. Haijalishi ni lipi limekufikia wewe. Bali usifadhaike moyo, kwa maana kuna Mungu mbinguni anayekufahamu, anayekulinda. Maadamu umekaa katika uvuli wake, anakuambia jua halitakupiga mchana wala mwezi usiku, kwa maana atakulinda. Sijui ni jua gani linalokupiga leo. Omba msaada kwa Mungu wa mbinguni, naye atakusikia, kwa maana neno limetuambia asubuhi ya leo, yeye hasinzii ili ashughulikie mahitaji yako. Wakati unapomjulisha mahitaji yako atayasikia, na yeye yuko tayari kuyajibu, yuko tayari kukulinda. Naambiwa ya kwamba atahifadhi nafsi yako, moyo, hata mguu wako ukisogezwa hautaanguka, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe katika kila hatua unayopiga, kuhakikisha ya kwamba unayo nguvu, unayo ulinzi, na nafsi yako imechungwa na umepokea kila msaada unaohitaji. Biblia inatukumbusha ya kwamba asubuhi ya leo kunaye Mungu mbinguni ambaye ni msaada wetu.
Mhandisi alitazama milimani, lakini hakuona msaada pale. Umezunguka sana ukitafuta msaada, lakini mpaka wa leo hujawahi saidika. Usitafute tena, bali angalia mbinguni Mungu wako aliko. Amekuahidi siku ya leo ya kwamba atakusaidia, ya kwamba atakuwa na wewe unapotoka na unaporudi, ili ahifadhi nafsi yako, ili akulinde. Mungu ametuahidi atatulinda. Kwa hivyo hatuna lolote la kuogopa asubuhi ya leo, bali kuwa tunafaa tuwe na matumaini makubwa kwa Mungu wetu, ambaye huangalia mapito yetu kila wakati, ambaye hututoa kwa shimo, ambaye hututoa kwa matatizo, ambaye hutuponya magonjwa, ambaye hutuepusha na vifo kila uchao. Tukimtazama Mungu, tutapokea msaada, tutapokea ulinzi kutoka kwake, na tutakuwa na kila kitu ambacho tunahitaji. Hatutateleza, hatutaanguka, hatutasogezwa, kwa maana yeye ni mwenye uwezo, yeye ana nguvu, na anaweza inua kila mmoja ambaye ajaye na ambaye atambua ya kwamba yeye ni msaidizi wake. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nawaomba mkaweze kujisajili na hii channel yangu, mkaweze kushirikisha wengine ili waweze kupata hii ujumbe na ikaweze kuinua mioyo yao. Asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata kuamini. Amina.